Nawaambia ndugu zangu, CCM haina huruma tena na taifa hili. Leo CCM imekaa miaka 64 madarakani, sio 64. Leo CCM ya kukusanya watu na kuwabeba kwenye malori kuwapeleka kwenye mkutano. Watanzania wameichoka CCM. Kwa hiyo wanawabembeleza kuwabeba kwenye malori. CCM miaka 64 inaweka mabango nchi nzima. Watu milioni 3 hawana chakula. Chama kinajitangaza utafikiri kimezaliwa jana sasa. Mimi nimekuja hapa, kuna mtu tunamuita hapa? Tunaongea hapa, nimekuja wenyewe. Wasijaribu kuja hapa waone kama wataona mtu. Hapa wakanyaje? Ndugu zangu nawaomba, unganeni na sisi. Tarehe 29 msifanye makosa. Najua kuna watu walikuwa Chadema hapa. Ndio, hata mimi nilikuwa Chadema. Lakini tulipoona haya majitu yanataka kupita wenyewe, ya kombe udiwani, madiwani nchi nzima, ya kombe wabunge nchi nzima, yaani yakatengeneza bunge la kijani, nikasema hapana. Nikasema naamini kwenye mapambano. Tushuke kwenye gari ya Chadema tutafute mlango mwingine. Tukakabiliana na sisi. Leo ingekuwa CCM hata mikutano hata mabango hayaweki. Tungekuwa wenyewe. Sasa tumeingia na kubeba watu kwenye malori. Naona faida ya kuingia kwenye uchaguzi. Sasa ndugu zangu, Chadema, CUF, ACT, tuunganisheni nguvu. Adui yetu ni Chama cha Mapinduzi. Kuna watu wanawaambia watu wasusie uchaguzi. Hawa majamaa kiwasusia uchaguzi ndugu zangu, yaani ndio kwanza yanalala usingizi. Hawa majamaa wakijitoa kwenye uchaguzi ndio kwanza yanasekelea na furahia na baki yenyewe. Angalieni mwaka 2000 walivyotushambulia na kutuonea. Wakasema hatujui kusoma na kuandika. Wakatengeneza bunge lao la kijani kule. Limekuja bunge baya kuliko mabunge yote. Bunge limetengeneza sheria mbovu. Kiongoza ndani ya miaka 64 wakashindwa. Inakuwaje mweze kushindwa kutupa miaka 5 Chauma tuweze kwenda kuwatumikieni? Naombeni kwa unyenyekevu mkubwa sana, tarehe 29 msifanye makosa. Mbunge wa CCM hawezi kwenda kusemea matatizo ambayo yameletwa na CCM wenzie. Hawezi kwenda kuwa sauti yenu. Wale huo ni sauti na wabunge wa chama chao. Mimi naahidi sitakuwa mbunge wa chama changu. Nitakwenda kuwa mbunge wa chama cha watu wote na chama cha wananchi wote, na nitakwenda kuwa mwakilishi wa watu wote wa jimbo la Ilemela. Mimi naombeni mkinipa ridhaa ya kwenda kuwa semeeni, mkinipa ridhaa ya kwenda kuwatumikieni, nitakwenda kuhakikisha watu wa Kirumba tunainuka kiuchumi. Watu wa Kirumba tunanufaika na pesa na fedha zinazotokana na halmashauri yetu ya jimbo la Ilemela. Hatuungani na CCM, ila chama cha upinzani ambacho kimesimamisha diwani hapa. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.